Miaka mingi iliyopita, ardhi ambayo nimeikanyaga ni ardhi iliyokaliwa na masharifu na mawalii. Ardhi hii si ardhi nyingine bali ni ardhi ya Kilwa Kisiwani. Yapo mengi ambayo yamefichwa na hatuyajui ama yameshindwa kuzinduliwa na kusemwa na watu mbalimbali kuhusiana na ardhi ya Kilwa. Leo tumekuja kukufichulia kile ambacho kimefichwa, kile ambacho hakijulikani katika ardhi hii ya Kilwa Kisiwani. Historia ambayo imebebwa hapa ni historia ya masultani, lakini si masultani pekee, kuna mawalii ambao walikuwepo katika ardhi hii. Je, unahitaji kufahamu historia ya yale ambayo ya juu ya Kilwa Kisiwani? Basi karibu sana katika haya ambayo tunaenda kukufichulia. Langu jina ni Ramadhan Nabii. Katika mji huu wa Kilwa kuna wenyeji hao ambao wana asili ya usharifu, wana asili ya usultani. Niko na mwenyeji wangu hapa, Maalim Nurdin, ambaye yeye ana asili kabisa ya eneo hili na ni kiongozi wa himaya ya hapa. Bwana Nurdin, labda watu wengi wanasikia tu bwana sultani, sharifu, hawamjui huyu sultani ni nani au sharifu ni nani au wali ni nani. Labda kwa kwanza kuelekeza mtu afahamu kabisa, mtu akisikia wali au sultani ni nani? Kwanza mtu ukisikia anaitwa sultani, ndio au tu sultani kwanza mpaka achaguliwe na Allah. La kwanza hilo, kwanza uchaguliwe na Allah. Uchaguliwe na Allah. Ndio. Maana sultani ni kiongozi. Ndio. Kwa hiyo kuna level pia za kuwa sultani. Ndio. Na pia kuna falme. Ndio. Lazima kama falme yako ni ya kisultani, basi na kuna watu wanachaguliwa maalum. Ndio. Kwenda ikawa mjukuu. Ndio. Kwenda ikawa katika familia labda baba. Ndio. Inategemea na koo. Kama koo yako ni ya kifalme ambayo ni sultani, basi kuna njia pia ambazo unatakiwa uzifanye ili ukomae uwe kweli sultani. Sawa sawa. Baada ya kujua sultani ni mtu gani na anatokea na nini, katika mji huu wa Kilwa Kisiwani, ndio watu gani ambao walikuwa wakiishi hapo kabla, hapo zamani? Hapa yani tuseme kabla, manake walikuwa wanaishi masultani ambao kuna Sultani Hassan bin Ali. Ndio. Baada ya hapo akawa na mwanawe akawa anaitwa Ali bin Hassan. Kwa hiyo baada hapo wanajua walitawala katika ufalme wa kuongoza dini. Ndio maana unakuta mji huu mambo mengi sana ni misikiti. Kila sehemu, kila maeneo sana sana walikuwa wanaongoza kidini. Na sultani yoyote huwa anaongoza kidini. Kwa hiyo mji huu ulikuwa unaongozwa kidini. Hawa bwana walikuja kutoka wapi? Sana sana eneo kama hili hufika wacha Mungu. Maanake baada ya kuondoka wale wazee hafiki mji yoyote au mtu yoyote katika huu mji, bali lazima atakuwa ni mcha Mungu. Wengi walikuwa ni kuna wazee maalum. Sasa baada ya kuondoka vile viumbe au wale watu, kwa kuna watu ambao chimbuko sasa la wazee maalum ambao wapo, ambao ndio wameanzisha sasa baadhi ya familia ndio zipo ambazo hadi sasa hivi wazee wengi sana wapo ambao wana karama zile za kisharifu, za kiwalii, za kidarweshi na kisultani. Sababu kuna story ama tuseme mambo yalivyo, wanasema kwamba kisiwa hiki hapo zamani kabla ya masultani walikuwa wanaishi majini. Hii ukweli wake upoje? Ni kweli walikuwa wanaishi majini? Ni kweli walikuwa wanaishi majini hapa, kwa sababu kisiwa chenyewe kilikuwa kinatawaliwa na majini. Baada ya hapo na watu, ndio maana nilizungumza mcha Mungu tutafika hapa. Manake majini hata masharifu ni majini pia. Ukija madarueshi, maana vile ni vyeo, sijui tunaelewana. Kuna usharifu wa kutafuta na usharifu wa damu. Si unaelewa? Kwa hiyo walikuwa hapa zamani wanaishi majini,
Baada ya kuondoka sasa, wale watu wale wenyewe wa masultani wakaa mji unatawaliwa na majini, wakatawala wengi sana, walikuwa wamefungwa. Suleiman bin Daudi alifika katika mji huu. Baada ya kufika, chini kuna majengo mengi sana. Kabla ya majengo haya ambayo kabla ya haya mnayoyaona, pia mengine hapo chini kwenye maji pia yapo majengo katika asili, na sisi tumeona hata kile kisiwa hakikuwa vile, manake nyumba nyingine ziko chini zimezama kwenye maji. Unavyozidi kwenda kisiwa kinaliwa na maji, kwa kuna nyumba nyingi ziko chini na viumbe vingi viko chini. Kwa hiyo mji huu ni majini walikuwa ni wengi sana, walikuwa wanaishi. Baada ya Suleiman bin Daudi kuondoka katika ulimwengu huu, wakawa hawana kiongozi wa kuwaongoza wale majini, manake Mwenyezi Mungu yeye anasema wama khalaqtul jinna wal insa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni hili, majini na sisi binadamu. Kwa hiyo wale wakaingia sasa katika majini sasa wakaanza kutawanyika. Baada ya kuwa wamekosa uongozi, ndo wakaingia wengine madarweshi. Mashandamana mji huu madarweshi ni wengi, masharifu ni wengi, wengi sana, mawalii. Kwa hiyo vile viumbe vikatoka vikaenda vikawaingia watu. Sawa. Inasemekana kuna moja ya sahaba alishawahi kufika hapa. Ndio, alifika Saidina Uthman bin Ali, alifika hapa na mpaka masafu yake ipo, kuna wazee wameweka katika makumbusho. Kwa hiyo masafu yake pia ipo hapa. Saidina Uthman alifika hapa kaleka dini. Kilwa inaonekana ni mji ambao ulikuwa ni dola ya kwanza kwa Afrika kama si Afrika Mashariki ya Kiislamu. Dola ya kwanza ya Kiislamu ilikuwa Kilwa Kisiwani. Kuna kitu gani ambacho kilipelekea ikawa dola ya kwanza? Kwanza hapa huu mji ulikuwa ni mji mkubwa sana wa biashara, manake Waarabu, watu wengi walikuwa wanafika hapa, ndio maana mji ulikuwa ni mkubwa, na pia kuna pesa ambazo za kwao ambazo zipo katika mji huu. Pesa ya Kilwa ipo hapa, na mpaka katika baadhi ya vitu vya makumbusho ipo imewekwa kama azma yetu. Kwa hiyo mji huu kikubwa ulikuwa ni mji wa biashara. Lazima wewe koo yako hiyo ya kisultani, na pia lazima uchaguliwe. Huwezi kuwa sultani tu. Huwezi kuwa, lazima uchaguliwe. Upite katika njia. Kuna njia zake upite, kuna vitu vyake. Kweli kwanza pia uwe na kiumbe sultani. Manake sultani yoyote, nakupa siri, hawezi akaongoza bila kuwa na kiumbe sultani. Yeye ndo atakuongoza jinsi ya kuongoza, uongoze vipi. Huyu kiumbe mtu mwingine anafahamu. Ukisema kiumbe unamaanisha nini? Nazungumzia ni rohania. Ndio. Marohania. Wengine wanasema ni majini ambao wanatokea katika ukoo maalum wa kisultani. Basi ukiwa naye na kama umechaguliwa wewe kuwa ni sultani, basi utaongoza. Kwa sababu huwezi ukakaa tu katika kiti basi na wenyewe falme kukutambua au kukupenda. Kwa hiyo huu mji huu ulikuwa unakosa kiongozi, kwa sababu vitu vingi sana vinakwenda na password. Pia sultani anatakiwa awe na moyo sana wa huruma. Yaani ndio tunazungumza jinsi ya kupikwa sasa. Kwa wanakuwa kuna njia wao wenyewe wanakupitisha ili uive, pita hapa. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi ndio tunaanza kuwaenzi sasa wale wazee wenyewe walivyokuwa wanataka, manake viliachwa hivi vitu. Kama kuna misikiti mingi, kuna msikiti wao ambao ulikuwa kongwe, ambao kila Ijumaa walikuwa wanaswali na siku zaidi wakawa wanaswali, lakini pia waliuacha. Wana kijiji waliuacha, wazee waliuacha kabisa, kwa maana kwamba waliondoka walikuwa wamechagua wakaamua kujenga msikiti mwingine.
lakini ule wakauacha. Sasa maajabu mengine ya mji wa Kilwa ama mtu akija asifanye kitu gani, afanye kitu gani ambacho haruhusiwi, lakini kitu kingine akifanya ni sawa, mabwana wa mji huu wanamruhusu afanye? Vingi sana. Kwanza wanapenda adabu, wanapenda adabu, wanapenda heshima. Kwa hiyo unapokuwa unafika katika mji huu, kwa sababu mji huu wengi kwanza ni wazawa, ni familia, wanajuana. Manake huyu mtoto wa mjomba, huyu mtoto wa shangazi. Labda huenda sasa hivi ndo wanaanza kuingia wageni, lakini tamaduni bado inaendelea kuwa ni vile vile, ni wazee wa kijiji basi. Kwa hiyo ni vile vile tu kuwa ni adabu, heshima basi, kwa sababu wanaheshimiana, wanapendana. Kwa wanapokuja mgeni anaiga tabia ile. Huu msikiti hapo mwanzo nilikuonyesha upande wa nje, na mwalimu wangu alikuelezea namna ulivyo, kwamba huu msikiti una kuba mbili, lakini sasa hivi niko ndani hapa, na katika msikiti huu bwana, kuna takriban hizi nguzo mwalimu zipo ngapi hivi kwa kuzihesabu? Mimi nimepiga tu haraka haraka nikasema si chini ya 30 na kitu, 25 ukubwa, wingi wake. Ukitazama kwa ndani, mtazamaji, utaona ule wingi wake. Hapa kuna siri mashehe, katika historia ambayo mababu zetu wametuachia, kuwa watu wakiwa hana uwezo mtu wa kwenda kuhiji Maka, basi huwa anakuja katika mji huu wakiwa kisiwani. Manake msikiti huu na hizi nyumba zao, hizi ndio nyumba ambazo walikuwa wanakaa wale watu ambao wamekuja kufanya hija. Manake mtu anashindwa kwenda anashindwa kwenda Maka, anakuja Kilwa Kisiwani. Hizi ndio nyumba ambazo walikuwa wanaishi hao watu. Kwa hiyo nyumba hizi zipo nyingi sana kwa upande ule kule. Kwa hiyo nyumba hizi walikuwa wanahifadhiwa watu, mashehe, mawalii, madarueshi, wote masultani ambao walikuwa wanakuja katika kufanya hija kwa kukosa nauli ama kukosa uwezo wa kwenda kule, labda mwili unamsumbua mtu na nauli, basi anakuja hapa kupata baraka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajua siri zake, kwa nini ameweka hivi, kuwa mtu anaswali hapa lakini kana kwamba ameswali Maka. Kuna siri, yeye Mwenyezi Mungu ndo anaijua siri hiyo. Tusizame sana huko, manake kuna vitu vingine Mwenyezi Mungu ameweka password, ni siri. Kwa hiyo na siri hizo ukitaka kuzipata, manake lazima uwe mcha Mungu. Sasa tunaelekea kwenye upande wa maziara au makaburi ambayo walikuwa wanazikwa mabwana ambao walikuwa wanaishi Mungu. Ndio. Labda kwa haraka haraka, haya makaburi ambayo tunaendea, watu gani ambao walikuwa wanazikwa hapa? Kwa vyeo vile kwa sultani. Hapo tunapoendea sasa hivi ni makaburi ya mashehe, madarueshi, manake ni mashehe sasa ambao wenye mji sasa, ambao walikuwa ami tu, yani ami yao tu shehe, yani usiomba wakasema ami au wakashukuru. Kwa hiyo makaburi yao ndio haya. Swala zenye thawabu, hata kudhikiri unaona taabu, jama kesho kiyama kuna adhabu. Allah la ilaha illa Allah, la ilaha illa
Muhammad Rasulullah, Murid Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Allahu Allahu, la ilaha illallah. Hakika tumepata elimu ya hali ya juu ambayo tumeweza kujua ambayo yamejificha katika yale ambayo wasioyajua, lakini pia wasioyafichua. Sisi leo tumefichua kwa undani sana, tukiacha tu ile historia ya juu kwamba hapa alipita fulani, hapa alipita fulani, hapa alipita fulani. Tumejua asili ya huyo aliyepita ni nani, kazi yake ilikuwa nini, na mwisho kabisa tumekuja kumalizia katika sehemu ambayo baadhi yao ambao waliendelea kusalia hapa wamezikwa na bado tunao katika kisiwa hiki cha Kilwa Kisiwani. Nami natamatisha ama nafunga safari hii ya matembezi ya kihistoria katika mji huu wa Kilwa Kisiwani. Sina la ziada, langu jina ni Ramadhani Jande.